Leo tena nimewaita, nilitamani tutangaze kwa Watanzania wote wenye kipaji cha utangazaji kwenye upande wa comedy. Wanasema watangazaji yoyote mwenye kipaji, tuna kipindi chetu hapa kinaitwa Backbench, ambacho tumekuja na ubunifu wa tofauti, kwamba wengine wamezoea comedy, upande wa stand up comedy, lakini sisi tunataka watangazaji ambao, kwa sababu Watanzania wengi saizi hawataki habari ngumu. Watanzania wengi wanataka wapate habari kwa kuburudishwa. Hivyo na mimi nimetoa hii fursa kwa watu yoyote anayehisi ana kipaji. Mwaka juzi nilitoa hiyo fursa kwa watangazaji, na bahati nzuri nimeweza kukuza watangazaji. Hivyo nimeiona hiyo gap iliyopo kwa watangazaji ambao wana kipaji cha kuchekesha, wawe na uwezo wa kuchekesha katika kipindi kama cha kukaa ndani ya studio, lakini pia waweze kuwa na kufanya stand up comedy nchi nzima. Kwa hiyo utaratibu utatangazwa kwa waendelee kufuatilia Furaha Media, Furaha FM 90.9, lakini na waangalie mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo waandishi wa habari wenzangu, nimeomba hilo niwafikishie nyinyi, ndio muweze kupeleka hiyo habari ili watu waweze kupata hiyo fursa ambayo itakuwa ajira, na mwisho wa siku itasaidia ndugu zangu, hasa wale wenye vipaji ambao hawana platform. Hii taarifa, ukifuatilia historia yangu, siamini katika majina, kwa sababu kuna watu wana uwezo mkubwa. Hata nyinyi waandishi wa habari mnalijua hilo. Kuna watu wako kwenye media zingine, kwa sababu wamepata hiyo platform, wanaonekana na uwezo mkubwa, lakini kuna vipaji vingi viko mtaani, lakini kwa sababu havijapata platform na hajapata hiyo taarifa, wana uwezo mkubwa kuliko hata hao. Mimi nalenga ambao tu, na hata kama ambaye yupo akiamini anaweza, kwa sababu sisi tuna vigezo vyetu. Nalenga hasa ambao hawana platform, hasa walioko taifa nchi nzima. Kwa hiyo na tayari bahati nzuri na interview yetu itaanza tarehe 11 na tarehe 12 mwezi wa 6 huu. Kwa hiyo nalenga watu hasa ambao hawajapata hiyo nafasi ya kuaminiwa sehemu zingine. Ndio.